Ya ayuhal muzammilu, ewe uliyelala na kujifunika. Qumil layla illa qalila, simama wakati wa usiku isipokuwa kidogo tu. Simama wakati mwingi wa usiku isipokuwa wakati kidogo ndo upumzike. Mwingi kiasi gani? Akaambiwa nisfahu au inqus minhu qalila, tumia nusu ya usiku kusimama kwa ibada, au ipunguze kidogo, au zida alaihi. Kuna kauli tatu hapo: nisfahu au inqus minhu qalila au zida alaihi. Tumia nusu ya usiku kwa ibada na nusu upumzike, au punguza hiyo nusu ya kusimama upate nyingi ya kupumzika, au zidisha nusu ya kusimama, ya kupumzika iwe ndogo. 3 options. Nategemea na umeshinda vipi, hali yako ikoje. Siku nyingine mtu kwa kweli anachoka, anakuwa kapigika kimaisha, anahitaji muda mrefu wa kupumzika. Kwa hiyo ukijisikia leo nimechangamka, nitasimama nusu ya usiku. Leo niko vizuri zaidi, nitaongeza muda wa kusimama. Leo choka mbaya, utapunguza muda wa kusimama. Au zida alaihi waratili alqur'ana tartila, au zidisha na huo muda utakaotumia kwa ibada, soma sana Qur'ani, tena kwa tartili, kwa mazingatio. Soma taratibu huku unazingatia. Hii ni msaada kwako katika maisha yako ya kawaida. Kwa nini ufanye hivi? Jawabu, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, tutakupa maagizo mazito, yanahitaji mtu mwenye kifua cha kuyabeba na kumudu kuendana nayo. Kwa hiyo ili umudu zoezi hili, ndo tiba peke yake, ndo maandalizi muhimu kwa maneno tutakayokupa. Ya ayuhal muzammilu, ewe uliyelala na kujifunika. Qumil layla, simama usiku, illa qalila, isipokuwa muda kidogo wa kupumzika. Nisfahu au inqus minhu qalila, tumia nusu ya usiku kufanya ibada, au ipunguze kidogo hiyo nusu, au zida alaihi, au iongeze hiyo nusu. Waratili alqur'ana tartila, nini cha kufanya? Soma vizuri Qur'ani kwa mazingatio wakati wa usiku. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kwa sababu tutakupa neno zito, tutakuletea, tutakutupia, tutakubwagia neno zito. Linahitaji ujasiri, umakini na uwezo wa kulihimili.